Haleluya. Leo nataka tujifunze kuhusu ni nyakati gani unatakiwa ukae kimya. Ni nyakati gani unatakiwa ukae kimya. Bwana Yesu, ninakutukuza, ninakuinua, ninakubariki. Asubuhi ya leo jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Katika jina la Yesu Kristo, fungua watoto wako kupitia neno lako. In Jesus name I pray. Sema hapo ulipo amen. Ni nyakati gani au ni wakati gani unapotakiwa ukae kimya kulingana na maandiko? Sio kila vita unashinda kwa njia ya kuongea, ama sio kila jaribu unashinda kwa njia ya kuongea. No, ni wakati gani unapotakiwa ukae kimya? Nitakufundisha mambo matano unaotakiwa kujua ni wakati gani wa kukaa kimya. Mambo matano. Jambo la kwanza, katika kitabu cha Mhubiri 3:7. Kitabu cha Mhubiri 3:7 kinatufundisha about timing. Yaani watu wengi hawajui time, hawajui muda gani waongee na muda gani wanyamaze. Kinatufundisha kwamba kila jambo na wakati wake. Ukisoma Mhubiri 3:7 utaona pale muda wa kuongea, time of speaking. Watu wengi hawajui muda wa kuzungumza, lakini mimi leo nitazungumza kwa habari ya mambo matano. Ni wakati gani unatakiwa kuongea au kunyamaza kimya. Jambo la kwanza ni wakati ukiwa umekasirika. When you are angry. Wakati ukiwa umekasirika unatakiwa kukaa kimya. Usiropoke, usikurupuke kuzungumza, kwa sababu ukiwa umekasirika unaweza kuongea jambo ambalo haliwezi kumfurahisha mtu au kujenga zaidi, utajikuta umebomoa. Soma katika kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 20. Wakati unapokuwa umekasirika, umebeba hali mbalimbali au hisia au hali ya kupaniki. Kwa hiyo hutakiwi kuongea wakati umekasirika ama kujibu. Sio kwamba wakati unaponyamaza ndio umeshindwa vita, hapana. Ni kuzuia mafarakano ama ni kuzuia hali ya kutokuelewana. Kwa hiyo ukiwa umekasirika hutakiwi kuongea. Nitakuwa nataja hivi vitabu, lakini mtasoma kitabu cha Yakobo 1:20, utasikia pale ni kwa nini hutakiwi kuongea ukiwa umekasirika. Lakini namba 2, hutakiwi kuongea wakati you are over excited. Wakati yani umefurahi zaidi, yani wakati umefurahi zaidi. Biblia katika kitabu cha Mhubiri 5 mstari wa 2 yanasema, na maneno yenu yawe machache. Wakati unapokuwa umefurahi sana ama umefurahi ama umezidi na amani, unaweza ukajikuta unaahidi vitu ambavyo hawezi kuvifanya, na ukajikuta umeongea vitu vingi, ahadi nyingi. Na unajua Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 6:42, kila neno lina nguvu katika ulimwengu wa roho na linatenda kazi katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo namba 2, hutakiwi kuongea wakati umefurahi kuzidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 3 pia, kaa kimya wakati unapoona Mungu anadhihakiwa. Kaa kimya wakati unapoona Mungu anadhihakiwa. Mathayo 7:6. Sio kila sehemu unaona watu wanajibishana kuhusu Mungu unatakiwa kuongea. Kuna wakati mwingine kumbe adui anakutafuta wewe. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kulinda wakati unapoona Mungu anadhihakiwa mahali. Mathayo 7:6, inabidi unanyamaza kimya. Kazi yako unakuwa ni kuomba. Kazi yako unakuwa ni kumtafuta Mungu in silence, au unaondoka mahali pale unaenda kuomba Mungu kwa ajili ya hekima na maarifa. Lakini unapoongea pale unaweza kukutwa ni wewe adui ametega mtego kwa ajili yako. Lakini pia namba 4, wakati unapokuta watu wana magombano. Mithali 26 mstari wa 7. Sio kila mazungumzo katikati ya watu inakuhusu wewe uingilie. Watu wengine hawajui kunyamazia mambo ya watu,
unakuta watu wanagombana, unaingilia hujui hata wanagombana nini. Na shetani kama simba ngurumaye analandalanda akitafuta watu wa Mungu ili apate kuharibu. Kwa hiyo namba 4, hutakiwi kuongea wakati watu wanapogombana. Aidha hata umekuta ni kwenye ndoa hujui chanzo, umekuta ni watumishi hujui chanzo, wewe unatakiwa ukae kimya. Kama ni muombaji uombe kulingana Mithali 26:7, kwa sababu sio kila mazungumzo yanakuhusu wewe. Kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu mazungumzo mengine ukiingilia yataukwaza moyo wako, ni yatakausha ile amani yako, au yataondoa ile amani yako uliokuwa nayo. Kwa hiyo jichunguze sana unapokuta watu wanaongea mahali au wanagombana, unapoingilia, unapoona kama unatengeneza. Sababu Biblia inasema ya kwamba heri wapatanishi wataitwa na Mungu, lakini kuna sehemu nyingine lazima umuulize Roho Mtakatifu, hapa nafaa kuongea kupatanisha ama vipi? Kwa sababu lazima uwe na neno la maarifa na la hekima katika hali hiyo, kwa sababu unaweza ukaongea kumbe adui alikuwa anatafuta ni jinsi gani niondoe amani ndani yake. Lakini pia namba 5, wakati unapoona dhambi inasherehekewa, kwa mfano unaona hata kwenye mitandao watu wanavyomtukanisha Mungu, unasikia mtumishi fulani na fulani wametukanana, na wewe unaingilia kutukana huyu au kusema huyu. Unapoona dhambi whenever you see sin is celebrated, when the sin is being celebrated. Efeso 5:11 inatuongelezea na inatuzungumzia vizuri. Wakati unapoona watu wanaeleza na dhambi, wanaeneza dhambi, au wakati unapoona wanasherehekea dhambi, ukiwa kama mtumishi wa Mungu uruhusiwi kuingia pale na kusherehekea au kuleta mabishi, kuongea nao. Kwa mfano utasikia mtumishi huyu na huyu wamegombana, ama utasikia jana tulienda baa, tulikunywa, kulikuwa na sherehe, tulifanya moja mbili. Unajua vile vitu hampendezi Mungu. Ukisoma Waefeso 5:11 utajikuta pale. Ni kwa sababu gani huruhusiwi kuongea au kusherehekea pamoja nao, au kuongea wakati watu wanaposherehekea dhambi, wakati watu wanapotambikia? Biblia inasema nini? Kisoma kitabu cha Maombolezo 3:26, Biblia inasema linda sana kinywa chako, maana utaokoa hatima yako. Linda sana kinywa chako, ndipo utakapookoa hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vema kulinda kinywa chako, kutokuongea katika mambo 5 yatakusaidia ili uweze kuokoa hatima yako. Bwana asifiwe. Mungu akubariki. Nikutakie siku njema yenye mafanikio.